kuu hapa tunawasha maalum ya walimu wetu wanaotarajiwa kustaafu katika utumishi wa umma kwa mwaka wa 2026. Lengo hasa ni kuwapatia elimu na mada mbalimbali kuhusiana na mambo mtambuka ambayo yanakumba mtaani baada ya kustaafu. Kwa hiyo kama ulivyoona tumepata mada za uwekezaji, afya ya akili na vile vile manufaa atakayopata ndani ya SACCOS kuweza kuwekeza. Tumekuwa na program mbili. Kuna program ya walimu ambao baada ya kustaafu na program nyingine ni kabla ya kustaafu tuweze kuandaa. Wakisha staafu watajua kwenye program ya walimu waliostaafu na wataweza kuwekeza na chama na kuweza kunufaika na SACCOS. Na uwekezaji wao hadi sasa hivi wametuwekezea almost bilioni 6 ambazo nazo tunazitumia kurudisha kwa walimu wengine wale kwenye ajira waweze kukopa na kupata mikopo ya riba nafuu. Mafanikio mengi makubwa sana. Kwanza kutengeneza mtaji wa ndani kwa almost bilioni 15.9 ambazo ni mtaji wa kukopesha wanachama ni fursa kubwa. Bilioni 15 ni most commercial bank kwa sehemu nyingine. Lakini vile hatujawahi kukopa katika taasisi nyingine, tunatumia mtaji wetu wa ndani kutoa huduma kwa wanachama na hata kuwekeza katika taasisi nyingine ambazo zinatupa riba kubwa zaidi. Lakini mafanikio mengine tunatoa semina mbalimbali kwa wastaafu, kwa wanaotarajiwa kustaafu na wanachama walio kazini, kuwajengea uelewa mpana sana wa mambo ya kifedha, ushirika na mambo mtambuka katika maisha. Tunashukuru miaka 10 iliyopita tulinunua kiwanja, tulifanya harambee tukanunua kiwanja kiko barabara kuu ya Majengo, na sasa hivi tuna mpango wa kujenga kitega uchumi pale na ofisi za chama. Kwa sababu sasa hivi ofisi zinazotumika tumekodisha, lakini tunategemea SACCOS yetu itakuwa endelevu vizazi hadi vizazi. Kwa hiyo ikiwa na ofisi yao ikiwa imara, kuhifadhi fedha itakuwa vizuri, lakini vile tutakuwa na hotels, room na apartments ambazo watakodisha kwa ajili ya kupata mapato mengineyo ya kusaidia kwa uendelevu wa chama. Hivi vidole ni vitano vinaeleza vizuri afya ya akili vizuri. Maisha tunayoishi haya yamejengwa zaidi na mitazamo. Maisha nini? Ndio tumeanza kidole cha kwanza. Maisha nini? Mitazamo. Na kila mtu ana mitazamo yake hapa. Mimi nimekaa nazungumza, kuna wengine wananitazama kwa kisogo, wengine wananitazama kwa huku, wengine sio, mnanielewa? Wengine wanacheka. Na wanitazami kabisa. Ila maisha nini? Ni mitazamo. Kule Arusha vijana wasema uko rada, unajua maana yake? Una mitazamo sahihi kuhusu maisha, uko rada. Umekaa kona ipi? Unayaona maisha kwenye kona ipi? Na watu wanaanza kuugua kwa sababu wamekaa kona mbaya. Ukiona unielewe kisogo kinakusumbua, njoo huku ukae kwa huku fulani, mbona ya kawaida. Nzuri sana hapa kwa ajili ya wastaafu Moshi huo SACCOS, na nimeshare na wao mambo machache kuhusu afya ya akili. Sasa tunataka tukubaliane kwamba mazoea hujenga tabia, na tukizungumzia dhana ya afya ya akili tunazungumzia tabia ya binadamu ambayo kimsingi inapaswa kubadilika kutokana na mahitaji ya wakati huu. Kwa kuwa tunaenda kustaafu na tutaacha kupokea mshahara, tutaacha kupokea posho, tutaacha kupokea privilege fulani ambayo tulikuwa tukizipata kila siku kila wakati, kwa kuwa bado tuko katika mazingira ya kazi. Kama jinsi ambavyo tunaamini kwamba mazoea hujenga tabia, na siku zote mazoea yanaanza katika fikra. Na ndio maana kikao kama hiki, semina kama inafanyika mapema, kuandaa mapema kisaikolojia mazoea yaanze kupungua, kwa sababu baada ya muda hatakuwa na mazoea kama hayo. Na hairuhusiwi na haishauriwi kwamba unastaafu ndio unaanza kufanya jambo unalolipenda. Unajua unaenda kustaafu miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo, ni vyema ukaanza mazoea mapema na jambo lingine mapema. Yes, kwamba ikifika muda wa kustaafu inakuwa ni kama vile kukushana mlangoni na kustaafu na huku ukiendelea kufanya majukumu mengine. Kwa kufanya jambo lingine ambalo linakuingizia kipato ni jambo la msingi. Na kimsingi huwa tunashauri sio tu miaka 10. Yaani ukishaajiriwa tu pale anza kujihusisha na jambo lingine ambalo linakuingizia kipato. Hiyo ndio sehemu ya maisha yako. Mpaka siku ukija kustaafu, hata wakati mwingine kabla hujafikia umri wa kustaafu kujikuta unaacha unaendelea na mambo mengine. Na ndio utaratibu wa maisha ya sasa, ili kupunguza misongo, kupunguza changamoto za afya ya akili, na hata kujikuta unapunguza mstaafu akistaafu anakuja kujiua na kufa mapema.